Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwenye eneo la miundombinu, halmashauri yako Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya imeendelea kufanya maboresho makubwa ya miundombinu hiyo ya elimu. Sote hapa ni mashuhuda. Kuna miundombinu ambayo kimsingi ilikuwa kwa muda mrefu haijakamilika. Sote hapa ni mashuhuda kwamba kwa mwaka mmoja ambao umeisha, tumefanya kazi kubwa kwa ushirikiano na wakuu wa shule na walimu wakuu kuhakikisha tunakwamua na ili miundombinu hiyo ianze kufanya kazi. Baadhi ya miundombinu hiyo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ninaweza nikaitaja. Moja, shule yetu mpya nzuri ya sekondari ya Kitunda Relini. Ni shule kwetu sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, ni shule ya mfano. Ni ya mfano kwa maana ya utekelezaji wa mradi ndani ya muda, kuzingatia matumizi mazuri ya fedha za serikali, lakini ubora wa mradi wenyewe. Mradi ulitakiwa kutekelezwa ndani ya miezi 18, lakini tumeutekeleza ndani ya miezi 12. Mradi wa shilingi bilioni 4. Mradi wa shilingi bilioni 4.2 ndani ya mwaka mmoja umekamilika. Lakini tuna shule ya msingi Diamond. Shule ya msingi Diamond na yenyewe iko mwisho. Ni mfumo wa ghorofa. Tuna shule ya msingi Olympio. Shule hii na yenyewe inakwenda kukamilika. Tuna shule ya sekondari Kipunguni. Shule hii tayari imeshakamilika na tunatarajia sasa watoto wetu, wanafunzi wataanza kupata elimu hapo. Lakini tuna shule ya sekondari Amani. Shule hii na yenyewe tayari kimsingi imeshakamilika. Na ni shule hizi ambazo nimezitaja, baadhi yake ni shule za kipekee kwamba zina lift. Kwa mara ya kwanza tunaona shule zetu za sekondari zinakuwa na elevator. Lakini tuna shule nyingine ya sekondari ya Bonyokwa. Shule hii ni high school ya kwanza kwenye kata ile, ni shule ya kipekee ambayo na yenyewe kimsingi tayari iko mwisho na inakamilika, na tunaamini enrollment ya mwaka huu wanafunzi wataanza kupokelewa. Na kwa taarifa niliambiwa kwamba pale tutapokea wanafunzi 1393, lakini tunaamini kwa uboreshaji na miundombinu zaidi ambayo tulieletewa fedha na Mheshimiwa Rais pale milioni 188, madarasa 8 tuliyojenga pembeni, naamini tutakuwa na wanafunzi wengi zaidi. Ninayasema haya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa sababu moja tu, kwamba Mheshimiwa Rais ameweka nguvu kubwa katika eneo la uboreshaji wa miundombinu ya elimu. Wajibu wetu sisi kama wakuu wa shule na walimu wakuu, maafisa elimu wetu ambao ni wasimamizi kwenye eneo hili kwa maana ya msingi na sekondari, ni kwenda kufanya kazi kwa kujituma, kwenda kuhakikisha tunatimiza wajibu wetu ili mtoto wa Kitanzania apate elimu.